I want us to read the scriptures in the book of Romans chapter number 1. Ningetaka tusome Biblia katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza. Romans chapter number 1. Kitabu cha Warumi sura ya kwanza. From verses number 16. Kuanzia sura ya aya ya 16. Romans chapter number 1 from 16. Warumi wa Paulo kwa waraka wa Paulo kwa Warumi 1:16. Can we go together, church? Hebu tuende pamoja kanisa. What does it say? Inasema nini? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation, to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. For in it is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just will live by faith. I want us to go to the book of Luke 17. Nataka tuende katika kitabu cha Luka 17. Can we go Luke 17 together? Luka mtakatifu 17 pamoja. Is somebody in this house? Kuna mtu kanisani? Luke 17, can we read together? Verses number 5. Luka mtakatifu 17 mstari wa 5. Read it loudly and clearly if you are in this great house. Isome kwa sauti waziwazi kama uko kwa nyumba hii. Luke 17, what does it say? Luka 17 yasemaje? Verses number 5. Mstari ya 5. Then the disciples say to the Lord, increase our faith. Father, in Jesus' name, Baba, kwa jina la Yesu, we adore you today. tunakutukuza siku ya leo. We are gathered here because we are hungry and thirsty. Na tumekusanyika hapa kwa sababu tuna njaa na tuna kiu. Talk to us. Tunene. We are listening. Maana tunasikiza. For in Jesus' mighty name we have prayed, and the church say, Thus says the Lord. and the church say, let's be seated in the presence of the Lord. Tunaweza kuketi mbele uwepo wa Bwana. Can you greet your neighbor on my behalf? Tell him, oh, I am going to be a blessing to you. Salimia jirani yako kwa niaba yangu, mwambie nitakuwa baraka kwako. Today I want to talk on the subject of moving from faith to faith. Leo hii ninataka tuzungumzie mada kutoka kwa imani hadi kwa imani. Hallelujah. Hallelujah. Can I hear the church say those great words? Moving from faith to faith. Kutoka kwa imani hadi kwa imani. Church, when you look at that subject, Kanisa, tunapoangalia kichwa hicho, I give this word great consideration. ninayapa maneno haya mtazamo mkuu. Because when the Apostle Paul is writing it to us, Kwa sababu wakati Paulo anatuandikia, he's talking about progression. Mtume Paulo anazungumza kuhusu uendelezi. Hallelujah. Hallelujah. About progression. Kuhusu uendelezi. And when you look at the scripture, Na unapotazama maandiko, when the disciples were with Jesus Christ, wakati wanafunzi walikuwa na Yesu Kristo, you see them telling Jesus, utawaona wakimwambia Yesu, increase our faith. ongeza imani yetu. Down there, what does Jesus say? Na hapo chini Yesu anasema nini? Verse 6, he says, and the Lord said, if you had faith as a grain of mustard seed, you can say to this mulberry tree, be plucked up by the root and be planted in the sea, and it will obey you. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So you can see Jesus is talking to his disciples. Basi utaona Yesu anawanenea wanafunzi wake When they ask him, increase our faith. wakati ambapo wanamwambia ongeza imani yetu. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout that word, increase. Mtu anene neno hilo ongeza. Nyinyi mko wengi sana kwa hiyo sauti. Let's go. Now these disciples, number one, I want you to know they are disciples because they already got faith. Hawa wanafunzi, jambo la kwanza ninataka ujue kwamba ni wanafunzi kwa sababu wameshapata imani. Hallelujah. Hallelujah. We come in by faith. Tunakuja kwa imani. No other way. Hakuna njia nyingine. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And these people have seen, na watu hawa wameona they need
the increase or progression or advancement of faith. kwamba wanataka waweze kuwa na uendelezi, wanataka wapige hatua katika imani. I want to speak this word that faith is a plant of heavenly growth. Ninataka ninene maneno haya niseme kwamba imani ni mmea ambao unakuwa kuelekea mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. It is a plant of heavenly growth. Ni mmea unaokuwa na kulingana na kibinguni. So faith is something that can grow. Basi imani ni kitu ambacho kinakuwa. Can I hear an amen in this house? Hebu nisikia mina katika kanisa hili. We have to keep moving faith-wise. Tunapaswa kuendelea kiimani. We have to move to next level faith-wise. Tunapaswa kwenda na kupiga hatua nyingine katika imani. We must progress forward faith-wise. Lazima tuendelee mbele katika imani. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. I want you to know something. Na ninataka ujue kitu. Every day Kila siku comes in with new challenges. inakuja na changamoto jipya. Am I talking to a church? Je, nanena na kanisa? The challenges of 2020 are not the challenges of today. Changamoto ambazo zilikuwa za mwaka wa 2020 si changamoto za leo. Today we are facing a new level of challenge. Can I hear an amen? Leo tunakumbana na hali jipya ya changamoto. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Many people had their businesses, they had their jobs, and when COVID came, all these things just went down. Watu wengi walikuwa na biashara zao, walikuwa na kazi zao, lakini changamoto ilipokuja ya corona, sasa hizi vitu zote haziko tena. I want to tell you, you cannot remain with the same faith that you had when you were employed. Ninataka nikuambie kwa hakika hautabaki na ile imani uliyokuwa nayo ulipoajiriwa. Now you have gone to Juakali. You are out for yourself. You need to raise your level of faith. Sasa umeingia Juakali. Sasa lazima uweze kujitegemea. Ni lazima uinue kiwango cha imani. We are facing more challenges. Tunakumbana na changamoto tele Day by day. siku baada ya siku. And that's why the disciples of Jesus asked him, Na ndiyo maana wanafunzi wa Yesu Kristo wakamuuliza, increase our faith. tuongezee imani yetu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So I want to litukuzwe. speak to this house Basi ninataka ninene na nyumba hii and tell you one very important thing. na niwaambie kitu kimoja ambacho ni muhimu sana. The power of desire of increasing in faith. Nguvu za kutaka kuongezeka katika imani. Because once you increase in something, you become more effective. Kwa nini? Kwa sababu utakapoongeza kitu utakuwa mtu ambaye ameweza kupiga hatua zaidi. One thing that I want you to know, Kitu kimoja ninataka ujue, these disciples have a desire. wanafunzi hawa wana tamaa. So one thing I want you to know today, if you want your faith to increase, you must have a desire. Na kitu kimoja ninataka ujue siku ya leo, kama ungelitaka imani yako iweze kuwa inaongezeka, ni lazima uwe na moyo wa kutaka. Point number one, you must be desperate. Na jambo la kwanza ni lazima ukuwe mtu ambaye hana uwezo. Desperate. Where saidia hiyo Kiingereza? You must be desperate. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Tell your neighbor, for faith to increase, you must be desperate. Mwambie jirani yako, ili imani iweze kuongezeka lazima ufike mwisho wako. Aha. So here we are seeing, the disciples are seeing there is a journey ahead of us that cannot be achieved
the way we are. Basi hapa tunaona wanafunzi wa Yesu wanaona kwamba kuna safari ambayo tunahitaji kuienenda, lakini lazima tuhitaji usaidizi. And what we want is not money, what we want is not support, what we want is increase of faith. Na kile ambacho tunahitaji sio pesa, kile ambacho tunahitaji sio jambo lingine lile, lakini ni kuongezewa imani. And when Jesus answers them, he says, even if you have little faith like a mustard seed, that means Jesus is telling them, even with the least, it can still do more. Na ndio sababu naona Yesu anawaambia hata kama mtakuwa na imani ndogo kama mbegu ya harandani, maana yake ni kusema kwamba hata yule ambaye ni mdogo sana anaweza kufanya zaidi. So he's telling them that one of commanding a tree to uproot, that is a small thing. You need more faith to do greater things. Anawaambia hiyo ya kuamrisha mti uweze kung'olewa, hiyo ni ndogo, unahitaji imani kubwa ya kufanya mambo makubwa. So church, basi kanisa, the life we are living now, maisha tunayoishi sasa, we cannot live with the same level we had before. Hatuwezi kuishi na ile hali tuliyokuwa nayo hapo awali. I want to ask the mothers and the fathers, these days when you go to the supermarket with 1,000, what do you buy? Ninataka niulize kina mama na kina baba, siku hizi ukiingia duka la jumla na shilingi 1,000 unanunua nini? You just come out with things you are holding with your hand. Unanunua vitu vidogo ambavyo hata unavishika tu kwa mkono wako. Hiyo ni kweli? Is it true? You come up with things you are holding in your hand. What about 10 years ago? Je, miaka 10 iliyopita you carried things with a trolley of 1,000? ulikuwa unabeba vitu vimejaa kwa troli na shilingi 1,000. Hallelujah. Hallelujah. So friends, I want to talk to you today. Basi marafiki, nataka ninene na nyinyi leo. You cannot survive with the faith of your mother. Hauwezi kubaki na imani ya mama yako. Sema ndio. You cannot stand with the faith of your husband. Hauwezi kusimama na imani ya mume wako. You cannot stand with the faith of your pastor. Hauwezi kusimama na imani ya mchungaji wako. It is you who is in Gekomba. Your pastor is not in Gekomba. Increase your faith where you are. Ni wewe ambaye uko Gikomba, lakini si mchungaji wako ako Gikomba. Lazima uongeze imani yako mahali uliopo. So the disciples are desperate of increase. Na hivyo basi wanafunzi wako na shauku, wana tamaa ya kuongezeka. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Because without increase, let me tell you, it is going to be challenging. Kwa nini? Kwa sababu bila kuongezeka hakika itakuwa ni jambo ambalo lina changamoto tele. Genesis chapter number 30. Mwanzo sura ya 30 from verses number 1. kuanzia mstari wa kwanza. I want us to see a story here of a family. Ningetaka tuone hadithi hapa ya familia. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Genesis 30 from verses number 1. Mwanzo 30 aya kuanzia aya ya kwanza. Can we read together? Tusome pamoja. Now when Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister, and she said to Jacob, "Give me children, or else I die." Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Hebu soma hiyo yako ya Kiswahili. Inasema, naye Raheli alipoona ya kuwa hamzarii Yakobo mwana, Raheli alimwonea ndugu yake wivu, akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo mimi nitakufa. Hallelujah. Hallelujah. Look at a disparate person. Hebu tazama mtu ambaye amefika mwisho. Wacha nikuambie, usipofika mwisho hautaanza kitu. Let me tell you, if you are not going to get desperate, you will not get anything. Kanisa twende, usipofika wapi hautafanya nini? Praise the Lord. Amen. Here we have Leah, who has become a thorn in her life. Sasa hapa tuna Raheli ambaye amekuwa mwiba katika maisha yake. Leah is giving birth unceremoniously.
Lea anazaa tu hivi hivi. Lea yeye anapata tu watoto bila hata ya kujali. She's becoming a thorn to this one who is not giving birth. Na amekuwa mwiba kwa Raheli ambaye yeye hapati watoto. Until she reaches a point she says, enough is enough. Hadi wakati ambapo anafika mahali anasema kwamba imetosha, imetosha. I want to speak to this house. Ninataka ninena na nyumba hii. That we cannot live with the faith of many years ago. Ya kwamba hatuwezi kubaki na imani ya miaka mingi iliyopita. There is nothing that does not grow. Hakuna kitu ambacho hakikui. Hebu sema hiyo. Praise the Lord. There is nothing that does not grow. Hakuna kitu ambacho hakikui. So these men want an increase of faith. Basi hawa watu wanataka ongezeko la imani. Faith to hold on to divine things. Imani ya kushikilia vitu vya kiungu. Making the gospel greater in their lives. Hata kufanya habari njema iweze kuwa kuu maishani mwao. Are you desperate? Sijui kama umefika mwisho of seeing change? wa kuona mabadiliko. Are you desperate? Je, umefika mwisho On how our youths are in drugs? jinsi ambavyo watoto wetu wameingia kwa madawa ya kulevya? Or are you just, it is okay, it is fine? Ama wewe uko tu sawa, ni sawa kabisa? I want to speak to somebody. When the Bible says from faith to faith, it's so that you may be able to do more in the kingdom of God. Ninataka ninene na mtu. Wakati Biblia inasema kutoka imani kuingia kwa imani nyingine, ni ili uweze kufanya makuu katika kazi ya Mungu. Rachel says, I have it or I die. Raheli akasema, nipate, unipe wana au nife. So church, in Jesus' name, Basi kanisa kwa jina la Yesu, it is an important thing for you to pray for faith in your life. ni kitu muhimu wewe kuombea imani maisha yako. Faith comes by hearing and by praying. Imani huja kwa kusikia na kwa kuomba. Do you know there's nothing God does not answer? Sijui kama unajua hakuna kitu ambacho Mungu hajibu. Amen. Amen. The disciples are not sick. Wanafunzi si wagonjwa. They are telling Jesus, we want you to increase us in this thing. Wanamwambia Yesu, tunataka uongeze jambo hili, For you to be able to handle the challenges of our time. ili sisi tuweze kukumbana na changamoto za wakati wetu. We need more faith. Tunahitaji imani tele. A Canaanite woman Mwanamke Mkanani took her child to Jesus, akampeleka mtoto wake kwa Yesu, who was demon possessed. ambaye alikuwa amepagawa mapepo. The Bible says the disciples sent her away. Na Biblia inasema kwamba wanafunzi wakamfukuza. She never knew she would face such a challenge. Yeye hakujua atakumbana na changamoto hiyo. She knew if I go to Jesus, Jesus will be available. Alijua mimi nikimwendea Yesu, Yesu atapatikana. Remember, this woman has come from very far, Kumbuka huyu mwanamke ametoka mbali sana, where they worship other types of God. mahali ambapo wanaabudu miungu mingine na vinyago. There is a goddess there who is known as Moloshe, the goddess of fertility. Kuna kiungu pale ambacho kinajulikana au kinafahamika kama Moloshe. Moloshe maana yake ni Mungu ambaye Anapeana watoto. anapeana watoto. So here, church, when we look at this woman, she came to Jesus expecting an answer. Basi kanisa, tazama, huyu mwanamke anapomjia Yesu, anakuja kwake akitarajia jawabu. The first challenge she faces was the challenge of being chased away. Na changamoto la kwanza alilokutana nalo huyu mwanamke ni changamoto la kufukuzwa. The disciples tell Jesus, chase her away.
Na wanafunzi hata wanamwambia Yesu, mfukuze huyu mwanamke. I want to speak to somebody here and tell you, Ninataka ninene na mtu hapa na nikwambie, you'll be chased away. Utafukuzwa. Challenges will come. Changamoto zitakuja. After that, the Bible tells us something powerful. Na baada ya hayo, Biblia inatuambia kitu ambacho kina ukuu. Jesus keeps quiet. Yesu akabaki kimya. Hallelujah. The person who has an answer for you is keeping quiet. Mtu ambaye ana jawabu lako amebaki kimya. Hebu cheka kama uko kwa hii kanisa. Can you laugh if you are in this The church? person who is supposed to give you a solution, he is quiet. Mtu aliyekuwa na suluhisho lako na jawabu lako amebaki kimya. Praise God. Bwana sifiwe. But let me tell you, this woman did not give up. Lakini nikwambie kwa hakika huyu mwanamke hakukata tamaa. We cannot just live on where we started. Sisi hatuwezi kubaki tu mahali ambapo tulianzia. We must desire like what the disciples desired for an increase of faith. Ni lazima tuwe na shauku na tamaa kama jinsi wanafunzi walivyokuwa na shauku na tamaa ya ongezeko la imani. Because of increase of faith will increase everything else. Kwa nini? Kwa sababu ongezeko la imani litaongeza mambo mengine yote. Because things come by faith. Kwa nini? Kwa sababu vitu huja kupitia imani. Hello. So as you practice faith, it becomes stronger and bigger. Basi wewe unapotarajia imani na inakuja kwako, hilo jambo litabaki kupanuka na kuwa kubwa hata zaidi. The first thing, he's chased away. She's chased away. Kitu cha kwanza anafukuzwa. But she's desperate for healing. Hata hivyo yeye ana shauku, manake anataka uponyaji. The second thing, Jesus keeps quiet. Jambo la pili, Yesu Kristo anabaki kimya. Anabaki the person who is kimya. supposed to give an answer is quiet. Mtu ambaye anapaswa kupeana jawabu amebaki kimya. And when Jesus opened his mouth, wakati Yesu anafungua kinywa chake, the answer was just devastating. Na jawabu lilikuwa ni la kushangaza. Hallelujah. Jesus says, Yesu anasema, I was only sent to the lost children of Israel. Mimi nilitumwa tu kwa wana wapotevu wa Israeli. I was not sent to you. Mimi sikutumwa kwenyu. That means you have come to the wrong address. Maana yake ni kwamba umekuja mahali ambapo hapafai. Wewe ambia mwenzako, you've come to the wrong address. Ndiye anaambia you've come to the wrong address. Umekuja mahali ambapo haufai. I am not for you. Maana mimi sikutumwa kwa ajili yako. Hallelujah. And all this time when these things are happening, na wakati huu wote, wakati ambapo mambo haya yanafanyika, this woman is addressing Jesus standing. Huyu mwanamke anaongea na Yesu Kristo akiwa amesimama. Hallelujah. Increase our faith. Tuongeze imani yetu. And let me talk to somebody. I talk to so many people in a day. Na hebu ninena na mtu kwa sababu ninanena na watu wengi kila siku. And you find some people even today are even not able to pray. Na utashangaa kwamba watu wengi hata leo hawana huo uwezo na upenyo wa kuomba. You are going down. Wanaenda chini. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Going down. Kuelekea chini. The desire to read the word of God is not there again. Hata tamaa ya kusoma neno la Mungu haipo tena. You read 2 lines and you begin to see as if those lines they are overlapping to each other. Unasoma mistari miwili alafu kisha unaona hii mistari miwili ni kama inalaliana. Inashikana hivi. Na usingizi ndio hiyo. And all of a sudden you fall asleep. If you can go down in your zeal of the kingdom, you can go up by faith. Kama utaenda
utaenda chini katika tamaa yako na shauku ya kujua mambo ya imani, mambo ya Mungu, utaenda juu katika imani. They cried and said, increase our faith. Wakalia wakasema, tuongeze imani yetu. I want to speak to the mothers of this great ministry. Call unto God to increase your faith. Ninataka ninene na kina mama wa huduma hii ambayo ni kuu. Hebu mumuite Mungu awaongeze imani yenu. Otherwise it is not going to be well. Hata hivyo haitakuwa bora. No two people can walk together unless they agree. Kwa nini? Kwa sababu watu wawili hawawezi kutembea pamoja hadi watakapokubaliana. God will not walk with you unless it is by faith. Mungu hatatembea na wewe hadi itakuwa ni imani. God does not hear any other language. Kwa sababu Mungu yeye hasikii lugha nyingine yoyote. Let's go church. Ni twende kanisa. God does not hear any other language. Mutaongea. Let's go church. God does not hear any other language apart from the language of faith. Mungu yeye hasikii lugha nyingine ile ila tu ni lugha ya imani. Am I talking to a house? God never hears all these languages. Mungu hasikii sauti hizi zingine zote. So this woman still goes on. Basi huyu mwanamke anaendelea. She still goes on. Anaendelea. She still cries and she still moves on. Analia na bado anaendelea. The next time Jesus opens his mouth, he says, I cannot take the children's bread and cast it upon the dogs. Linalofuata Yesu Kristo kulizungumza, anasema kwamba mimi siwezi nikachukua mkate na nikautawanya kwa mbwa. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Things are getting harder and harder. Kwa nini? Mambo yanakuwa mazito na mazito zaidi. And I speak to this house and tell you, things are not getting easier in this world. Na ninataka nizungumze na kanisa hili niwaambie kwamba mambo hayafanyiki rahisi kwenye ulimwengu huu. I say things are not getting easier. Mambo hayafanyiki kuwa rahisi. Things are getting harder and harder as the day of the Lord draws nigh. Kwa hakika mambo yanakuwa mazito, magumu kila kuchao wakati ambapo siku ya Bwana inakaribia. Can I hear an amen in this house? Nisikia amina kwenye nyumba hii. Let's go. Things are getting nemokwalia. Let's go. Hey, overflow. Let's go. Where Johnny? Let's go. Things are getting. And if things are getting harder, you need also to rise up in faith. Na kama mambo yanakuwa magumu na mazito, lazima uinuke katika imani. If things are getting harder, you have to increase in faith. Praise the Lord. Amen. That is the language. Hiyo ndio lugha. Things were getting harder to this woman. Mambo yakawa yanakuwa magumu kwa mwanamke huyu. Now Jesus reaches a point and even now considers, now it is a dog that is talking to me. Na sasa hata inafikia wakati ambapo Yesu anasema kwamba ni mbwa inayoninenea. But this woman is not giving up. Lakini huyu mwanamke hakati tamaa. Praise the Lord. Bwana sifiwe. The disciples say, increase our faith. Wanafunzi wakamnogonezea Yesu wakamwambia, ongeza imani yetu. The more you increase in faith, the more you are able to handle challenges of life. Zaidi utakapoongeza imani, zaidi utakavyo kumbana na changamoto za maisha. When now somebody tells you, I cannot take the children's bread and toss it to the dogs, what will you say? Sasa mtu akikwambia, mimi sitauchukua mkate ni utawanye kwa mbwa, utasema nini? Ameniita mbwa. Utasema jamani huyu amenitusi, ameona mimi ni mbwa. Imagine mimi nililete mtoto tu.
I just brought a child. Mtoto ako na pepo. And the child is possessed with demons. Yesu amenizungusha, mwishowe ameniambia hawezi kunisaidia kwa sababu hiyo uponyaji ni chakula cha Wayahudi, si watu kama sisi magwigwi. Jesus is taking me loud and taking me loud. I just brought a demon possessed child, and now Jesus is telling me that the healing belongs to Israelites. It doesn't belong to us who are Gentiles. I want to speak to somebody. Ninataka ninene na mtu. This time she was kneeling down. Wakati huu huyu mwanamke amepiga magoti She chini. started standing, now she's on her knees. Kumbuka alianza kumnenea Yesu akiwa amesimama, sasa ako kwa magoti. I speak to somebody here. Ninanena na mtu mahali hapa. You cannot continue the way you are. Hautaendelea jinsi ulivyo. Mtu anisaidie kuambia mtu karibu na yeye. Can somebody nyinyi wahubiri neke. assist me to tell your neighbor? Kendi uambie jamaa yako nyuma yako hapo. Ambia huyo ako karibu na mwambie hautaendelea hivi. You will not continue like this. Hey, let's go guys. Let's go. Hey, kule nyuma, you cannot continue like this. Hawezi kuendelea hivi. Challenges are higher. Changamoto zimeenda juu. These days to put food on the table is not like kitambo. Siku hizi hata kuweka chakula kwa meza sio kama kitambo. Challenges are getting higher. Everything is higher. Price of things is higher. Price of everything is higher. The taxes are higher. Let me tell you, are you going to survive just because you say amen? Mother Niagoso. Hey! They pray and ask God, increase our faith so that we may do what? We may be able to stand in these challenges. Wanafunzi wakamwambia Yesu, ongeza imani yetu. Kwa nini? Ili tuweze kusimama na kuangazia changamoto hizi. That we may see the demonstration of the power of God. Ili tuweze kuona ishara ya ukuu wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Church, kanisa, your times, wakati wako, you cannot just think you will take it lightly. Hautadhania tu kwamba utaichukulia kwa wepesi. Prayerlessness, you don't want to do anything, you don't want kingdom matters, but you want victory, you want power. No. Hautaki kuomba, hautaki mambo ya ufalme, lakini unataka nguvu na ufanisi. La hasha. Give us more faith. Tupe imani nyingi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Number 2. Jambo la pili, if you want increase of faith, kama unataka ongezeko la imani, you must be dependent on God. Lazima utegemee Mungu. You cannot produce full faith on yourself. Hawezi kujipa imani yote wewe mwenyewe. This is not about yourself. Na hii si kukuhusu wewe. It's not on your own. Sio kujihusu wewe. No. Hapana. You must depend on the source. Ni lazima utegemee chanzo. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. I say you must depend on the source. Nasemaje? Ni lazima utegemee chanzo. What does this tell me? Hii inaniambia nini? They say increase our faith. Wakasema ongeza imani yetu. Increase our confidence. Ongeza hata ushujaa wetu. Increase our expectations. Ongeza matarajio yetu. Hallelujah. Hallelujah. Church, if you just think you are going to survive as you are, even today you cannot survive the way you used to be. Kanisa, kama utafikiria kwamba wewe utaendelea tu jinsi ulivyokuwa, hata leo hauwezi kuendelea jinsi ulivyokuwa. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. Because God has a plan. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana mpango for you never to remain where you are. Ili wewe usibaki mahali ulipo.
So they want to be people who are going to be productive. Basi wanataka wawe watu ambao wataweza kuongezeka. Increase our faith. Ongeza imani yetu. So that we may subdue kingdoms. Ili wakati ambapo ili tuweze kuongezeka katika ufalme. That we may quench the fiery darts of the devil. Ili tuweze hata kuzima mishale ya yule muovu ibilisi. That we may overcome the enemy and the evil one. Ili tuweze kumshinda adui na yule muovu. Praise the Lord. Amen. Unisalimie yako kama uko hapa. Can you greet me if you are here? Can you bow your head and tell God, increase my faith? Inamisha uso wako na umwambie Mungu, ongeza imani yangu. That's what is going to help you. Maana hicho ndicho kitakusaidia. I know you are complaining and telling your boss, increase my salary. Ninajua unalalamika, unamwambia mwajiri wako, ongeza mshahara wangu. You want things to be increased in your life. Unataka mambo yaongezwe maishani mwako. Increase my profits. Ongeza hata faida zangu. Increase my income. Ongeza mapato yangu. Increase. Ongeza. All over we are just talking increase. Kila mahali tunaongea kuhusu kuongeza. But the increase of faith is not an agenda. Lakini kuongeza kwa imani haijakuwa ni agenda. Let me talk to this house and tell you. Hebu ninene na kanisa hili niwaambie. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. Our times demand higher faith. Siku zetu zinahitaji imani kuu. There are fiery furnaces. Kwa sababu kuna miale ya moto inayowaka. You are going to be thrown in the lion's den. Utawekwa kwenye tundu la simba. You need high faith. Unahitaji imani kuu. You are going to be thrown in the pit by your brothers. Utawekwa kwenye shimo na ndugu zako. You are going to be sold by your brothers. Utauzwa na ndugu zako. They will throw you into prison by your brothers. Watakuweka hata gerezani ndugu zako. What will keep you is to demand higher faith for the condition and the situation. Kile kitakacho kuweka ni imani kuu kwa ajili ya matukio na kwa ajili ya nyakati zitakazokuja.